I haven't been to Tanzania. How does it feel being home back? Easy. Yes, bana, mambo vipi na kuaje? Kama karibu sana kwenye exclusive interview na 16 namba. Of course, leo itakuwa siku nzuri sana. Mwaka nimeanza vizuri, lakini pia na vingi vya kuzungumza na 16 namba. 16 kwaje? Kama kakaangu nyama. Shwari harakati. Mungu anasaidia. Bana, kitu cha kwanza ambacho pia natamani kukuulize, itakuwa ni first time pia. Wewe ni moja kati ya watu ambao pia katika safari za Davido kwenye mapokezi, wewe ni moja ya watu ambao pia uliattend, na moja kati ya clip ambazo pia au sauti ambazo zinasambaa pia kwenye mitandao ya kijamii ni waandishi wa habari ikiwemo na wewe pia nilikuona. Hii ilikuwa inaleta picha gani sana kuona waandishi wa habari kumfuata msanii mkubwa sana Davido kwa ajili ya kufanyia interview, alafu waandishi wa habari mnaambiwa msifanye? Kwako ilikuja picha gani sana? Ilikuja picha waandishi wa habari. Unaelewa, ilikuja picha waandishi wa habari as kazi namna ilivyo. Kwa sababu unajua nilichogundua, mimi nifuatilia kidogo tasnia ya habari kabla sijawa mwanahabari. Nilichogundua, unajua miaka hii ya utandawazi, habari zimekuwa rahisi sana kupatikana. Unaelewa? Habari zimekuwa rahisi sana kupatikana kipindi hiki cha utandawazi. Tuna WhatsApp, tuna simu, unajua tuna Skype, tuna nini. Kwa bwana anaweza kawa zake hata Morogoro ukafanya naye interview kwa hapa Dar, afike Nyamwezi. Lakini ukirudi zamani, mtu anaweza kama Mwananyamala pale, ila usijue kama yuko Mwananyamala, kwa sababu hakuna social networks, kwa huwezi kujua yuko wapi, anafanya nini. Pengine zamani ya kukua na simu zinazo rekodi, kwamba anaweza kawa tu kule upo huko afu mnaongea mna rekodi, unajua haikuwa hivyo. So zamani watu waandishi walikuwa na struggle sana kupata habari, walikuwa na hustle sana, especially ukutana na mtu maarufu mkubwa kama vile, kwa sababu ni nadra kupata habari zake. Kwa hiyo wanakuwa kibao, sometime wanapambana kupata. Kuna wengine hadi wanakuwa, unajua zile wanasema investigative journalist, kuna watu hadi wanakodia pikipiki, mzee wangu, wanasikilizia tu ratiba yako, kaa hapa anakuja, ukiwa hivi anakuja, unawakatalia, wanakuangalia hadi kuna muda na join tufanye. So ile situation ilinionyesha kwamba, ilinikumbusha tu kwamba don't get too comfortable kwenye kitu ambacho nakifanya. Utangazaji ni kuhusu kuchakata na kuandaa habari. Sio, umeelewa? Uchakataji sasa ndio ulikuwa pale, kuhakikisha kwamba unapata kitu ambacho unakihitaji, ambacho naamini wasikilizaji au watazamaji wakikipata itakuwa ni unyama. Sasa pale ingepatikana interview, zile struggle zote zingekuwa zina maana, na mimi ambacho ingetrend ingekuwa ni nini ameongea Davido. Kwa hiyo pengine unaamini katika lugha, kwa sababu kuna watu wengi wanasema pengine waandishi wengi wamezuiwa kwa ajili ya kufanya interview na Davido, pengine lugha zilikuwa zipandi kwa ajili ya kumfanyia Davido. Wewe unaamini katika hilo kwamba lugha ilikuwa ni sababu pia ya kupata nafasi ya kumfanyia interview Davido? Yaani sijaelewa lugha vipi sasa. Kwa hiyo maanisha wakina kwamba kina Davido alisema hawajui Kiingereza hao, waandishi bana hawajui Kiingereza. Nani alisema tatizo la lugha? Yani labda ni timu Davido ligoma kwa sababu ya lugha, au ni kwa namna watu ambao wana relate, pengine Davido alivyokataa. Davido hajakataa interview. Kwa nini hamjamuona sasa? Je, kuonesha kitu afu kwa nini wanasema kwa faida ya Watanzania wengine? Ya Tanzania. Si ndio? Waelewe kabisa kwamba nani? Davido. Na nani? Na 16 namba. Hebu tafuta vitu fulani. Kwamba kama interview ilikuwa inafanyika, lakini kunakuwa na misunderstandings zilikuwa zinatokea. Mimi nimeongea na Davido, nimemuuliza maswali zaidi ya 3. Sio, umeelewa? Na amejibu. Umesikia? Nimeelewa, nimesikia. Kwa changamoto ilikuwa ni kamati ama namna ilivyopangiliwa, kwa sababu nimeona kama Davido ilikuwa na accept interview. Issue iliyotokea ni kwamba Davido ni mfanya biashara matangazo. Davido hawezi kukataa interview, especially kwa nchi kama ya Tanzania ambao anajua kabisa na mashabiki kibao. Naamini hii Afrika ukiachana na Nigeria na Ghana, kwa sababu Nigeria na Ghana ni kama Tanzania na Kenya hivi. Ukiachana Nigeria na Ghana, I think Davido na mashabiki wengi Tanzania kuliko nchi yote ya Afrika, if I'm not mistaken. Wewe kama unafanya research zako, unafuatilia ndani, unaweza kujua hicho kitu. Kwa maana yake hapa ni sehemu yake ya biashara. Yaani hapa ni kama Kariakoo kwa Davido. Anajua kabisa uhakika ataenda kuchukua hela zangu pale kwa sababu watu wananipenda na watu wanafuatilia. Maana yake hawezi kukataa kujitangaza, kujiuza ili watu wajue kwamba yuko hapa. Hawezi kukataa interview. Kitu cha kwanza, Davido alikubali interview. Kwa watu waliofanikiwa kuona hata ile clip, Davido mimi kaniita zaidi ya mara 3. Na anawaambia wale walinzi allow him
Mwachie yani. Kama kweli unasema sauti yangu ile trend, naambia welcome to Tanzania bro. Kuna sehemu nilikuwa nasema he allowed me bro. Nimeongea Kiingereza ili wana waniruhusu, lakini baada ya kujua ni wa Tanzania hawaelewi Kiingereza nikasema kabisa ameniruhusu. Kama mlisikia ile. Sio, umeelewa? Asa mimi siwezi kusema out of nowhere ameniruhusu kama hajaniruhusu. Ndio maana ukiangalia pia video vizuri, mlinzi wa Davido yule jamaa White ni aliniacha nifanya hivi, wengine akawa wanawatoa kwa sababu bosi wake tayari ametoa order muache. Sio, umeelewa? So misunderstanding lugha pia kwa wale mabodyguard wa Tanzania ambao walipewa mchongo kwa ajili ya kulinda msafara wa Davido from airport to hotel, from hotel to venue sema kufanya show. So kitu ambacho nikasema nadhani hizi security company pia inabidi zenyewe zijiongeze kuwa na watu ambao wanaweza kuwa wanaongea lugha tofauti, ili ukipata mgeni let's say Mwarabu, umeelewa, communicate hata na mgeni yule mlinzi. Kwa sababu vipi kama Davido angesema jamani sitaki kwenda, nataka nisimame hapa, maana yake wale angekuwa na force kwenda. Anasema no, nataka nisimame hapa, angekuwa na force sababu sawa muelewi. Umeelewa sio? Lakini inatakiwa tuangalie una deal na international act, una kampuni ya usalama na ulinzi, at least basi kati ya watu wale 6 au 8 hata mmoja awe ana uwezo wa kucommunicate naye, ili chochote ikitokea any emergency mnaweza kusolve. Kwa sio kwamba Davido kutaka interview. Davido alitaka, na ndio maana alikuwa willing kuongea hata kwenye interview ambayo nimekuonesha. Nilifanikiwa kuongea na manager wa Davido. Aliniita baada ya kuona struggle nyingi pia. Umeelewa? Akiwa anaingia kwenye gari pale, kwenye magari, kwa mtu alifuatilia kama alikuwepo. Yule Davido manager yake alikuwa amekaa mbele ya gari ambalo Davido alikuwa amepanda. Alikuwa amekaa mlangoni hivi amesimama. Mimi nilikuwa pembeni. Akaniambia mkataba wetu ulikuwa uruhusu interview, ila nimeona struggle yako, next time sio, umeelewa? Ndio maana kaniruhusu kufanya tena DJ wake. Kwa nini kasema mkataba wake? Ni kwamba hapa narudi kwa promoters sasa na makampuni ambayo yanaandaa shows especially international kama vile wenzetu, kila kitu kina mata, kila makubaliano mlikubaliana kwao yana mata. Yani kama mlikubaliana akifika mtampa maji ya kunywa chupa 100, hata kama hatakunywa chupa 100, ila zikiwa pale chupa 90, maana yake nyinyi mpo nje ya makubaliano na anaweza sifanye jambo lenu. Sio, umeelewa? Point yangu ni kwamba promoters tusaini tu hela hii tukubaliana hii fresh. Kuna terms and conditions, ndio maana kuna mikataba unaambiwa kuna terms and conditions. So terms and conditions ndio hapo sasa bwana, si tukijaomba hivi tuna interview. Kama mkitaka interview semeni, kama tutakuwa na interview tujue. Unyoke kwa ufupi. Umeelewa? Ile msanii anajua kabisa mimi nitashuka pale airport tenda straight kwenye gari to hotel. Lakini ukiwa unampa taarifa interview atajua kabisa okay. Nikifika pale kwenye airport tapiga interview. Baada ya interview itakuwa dakika ngapi? Naambia bwana tutafanya labda press 10 minutes. Kwa najua nitakuwa na dakika zangu 10 za interview, then baada ya hapo nitaenda airport, au baada ya kutua nitaenda venue moja kwa moja kufanya sound check. Unanielewa zile? So kilichotokea pale ni kwamba promoters na waandaaji wa tukio hawakuwa wameandika au hawakuwa wameorodhesha swala la interview kwenye mkataba wao, wakiwa wamesahau kwamba wana media partner ambao wameshirikiana pia kufanya nini, kuandaa tukio. Wao pia wakasahau kwamba hawajaandaa hicho kipengele, alafu waandaaji wao ndo wakatucheki, jamani inabidi tufanye interview na msanii, ipo kwenye makubaliano yetu, kwenye mikataba tuliosign na nyie kama partners na nini. Kwa mimi nimepelekwa airport na waliomleta Davido kwa sababu waliamini pia interview ipo, ila waliozuia interview ni walinzi wa Tanzania ambao hawajui ratiba. Kwa hiyo again mimi siwezi kuwalaumu, walikuwa wanafanya kazi yao. Aliyewapa maelekezo yule ya nini wafanye, I think ndo mtu ambaye alitakiwa kujua kwamba inabidi waambie waruhusu interview au wasiruhusu na vitu kama hivyo, kwa sababu I make sense kama msanii na walinzi wake wanaruhusu, alafu wewe mlinzi wa nje unakatalia, inakuwa ni shida. Sasa tukiachana na mapokezi ya Davido, tunafahamu pia time management inaweza ikawa pia ndo sababu pia vitu vingi vimekwama. Tukirudi kwenye show, wewe ni moja kati ya watu ambao pia ulihudhuria kwenye show, lakini pia ulipiga break up pale kuzungumza na wadau ambao ulishafika kwenye show before. Tukiachana na namna ambavyo imeperform Davido, mimi nataka nipate maoni yako, tiki yako. Show uliona namna gani? Kwa sababu kuna wengine ambao wanaponda kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa pia wewe ni mdau wa burudani lakini pia ni mtu ambaye umeattend. Wewe kwako uliona show namna gani? Kwa sababu wengine walisema
Pengine Diamond isipokuwepo basi kuna vitu vitakuwa viko sawa, kwa sababu Diamond ni manager Davido, kwa sababu Davido pia kashafanya ngoma na Diamond Platnumz. Yani hapo kwamba asipokuwepo Diamond vitu viko sawa, kwamba Diamond ni manager wa Davido au watu ambao wanatweet kwenye mitandao ya kijamii. Sana watu kaka. Umeelewa? Yani kile kitu chako unafanya. Watu inabidi wazingatie, kwa sababu inaweza kawa ndio consumers wako wa kile unachokifanya. Lakini ukiwa unafanya jambo lako, hakikisha watu wanakuwa mwisho kabisa hadi umalize jambo lako upeleke, then subiri comment baada ya kufanya jambo. Ile ukiwazingatia watu wanasema nini kaka, hauwezi kwenda. Umenielewa sio? Hasa mtu anasema Diamond angekuepo show ingekuwa noma. Diamond ni brand. Sio, umeelewa kaka? Davido ni brand. Ndio maana msanii anaweza akapelekwa kwenye show sio kwa ajili ya kuimba, kwa ajili ya special appearance tu, yani awepo. Watu wajue kwamba atakuwepo Diamond. Unaweza ukauza tickets nyingi zaidi, ukapata watu wengi zaidi, ukawa na tension kubwa zaidi, kwa sababu unajua kuna msanii fulani atakuwepo. Sio kuimba, kumbuka, special appearance. Na tunasijua hizo. Umeelewa? Kwa sasa kama msanii kuonekana tu sehemu yenye tukio inabidi alipo. Vipi kuja kuimba? Sio, umeelewa? Vipi kuja kuimba? Sema yake itakuwa ni noma zaidi. Kwa maana yake huwezi kusema eti Diamond angekuepo ingekuwa noma. Mimi Diamond angekuepo ningeona akajishusha sana. Au ningemuona pale hapo Nice, au ningemuona Alikiba, ningeona wao wamejishusha sana. Ningeona wako sawa kama ningewaona baada ya show labda wamekutana hoteli fulani. Au wanakula hapo, ningeona yes, that's the way to go. Lakini Davido pale ana show, pale amelipwa Davido zaidi ya bilioni kaka. Sio, umeelewa? Kwa ajili ya yeye kuperform. Maana yake unavomleta pale Diamond au unamleta Alikiba au unamleta Harmonize kama hawapo kwenye list ya performers, maana yake wewe unaenda kuwatumia wale for free, kwa sababu uwepo wa wasanii wale pale na wasanii wakubwa Tanzania wana ushawishi, wana nguvu. Naamini kabisa Diamond angeenda, kuna watu wangeenda sio kwa sababu ya Davido. Bongo hapa. Wangeenda kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Diamond. Apata picha Diamond ameenda bure, hajalipa chochote. Maana yake angekuwa ameingiza pesa kupitia mgongo wa Davido. Wamini wa Diamond. So Diamond kutokwenda au kwenda isingeongeza wala kupunguza chochote kwa Davido, kwa sababu end of the day ile ni tour anafanya. Pale ametoka Marekani uje kuperform. Diamond alikuwepo? Pale kabla ya pale ya kuja Tanzania alikuwa Canada. Diamond alikuwepo? Hapo nazungumzia sasa, kwa sababu imekuja kwenye ardhi ya Tanzania, pengine akutane na Wakongwe. Wakongwe kina nani? Wakongwe na kina nani Lisa? Angekutana na wakina Jumaneja sasa kama Wakongwe. Mimi ninachotaja kusema ni kwamba it doesn't make sense. Kwamba msanii, maana yake kusema hivyo ni kwamba Davido hatoshi. Ukiwa na maanisha pia hata Jeva ilipanda, ukiwa na maanisha Jeva pia naye ilikuwa kwenye Jeva hajapanda kumsupport Davido. Ilipanda lakini kwa perform. Labda niambie kitu. Kwenye show ya Davido, msanii pekee kutoka Tanzania aliyepewa nafasi sio kwa sababu ya Davido kumsalimia, ambaye alikuwa booked akalipwa kuperform ni huyu Jaiva peke yake. Umeelewa? Kitaalam ni kwamba kama alivyolipwa Davido kuperform pale, Jaiva pia alilipwa kuperform. Umeelewa sijui? Ndio maana kama ulifuatilia updates kabla ya show, mimi nilikuwa pale kwenye build up content. Wakati watu wanafanya sound check na nini, nilikuwa pale na nilicover Jaiva akifanya sound check, na nilifanya naye interview baada ya sound check, na yeye mwenyewe pia akaeleza namna gani anamshukuru Mungu kupata nafasi ya kuwa msanii pekee kutoka Tanzania ambaye ataperform na Davido peke yake. Sio, umeelewa? So Jaiva kwenda kumsupport Davido. Mikataba tofauti kabisa. Mikataba tofauti, na kila mtu kapiga mpunga wake na kila mtu ameondoka nyumbani anacheka. Sio, umeelewa? Ndio maana Jaiva alikuwa na team pale, alikuwa na wakina Posh, alikuwa na wakina Papi kama dancers. Unaelewa? Sasa nadhani wale walikuja pale kumsupport Davido. No, Jaiva ni international star, ni international artist. Davido juzi kabla kuja pale Tanzania, juzi alikuwa Grammy Marekani. Umeelewa? Kabla ya usiku wa Grammy walikuwa na warsha, wao kuna zile tafrija za seminar, wadau wanakutana before event usiku. Davido alikuwa pale na Akon, kama umefuatilia umekutana na hiyo video clip. Wanasikiliza wimbo akautaka Jaiva Marekani. Asa how unaiona Asa how come leo Jaiva aje amsupport Tanzania kwa sababu ni Davido. Davido akiwa Nigeria akamwalika Jaiva kwake, wamekutana kwa sababu akautaka wimbo. Afu how come leo Davido eti useme Jaiva anaenda kumsupport? Jaiva ni msanii international artist ambaye anapendwa na kujulikana na watu, kwa hiyo alikuwa anafanya show kama ambavyo Davido alikuwa anafanya show. So Jaiva kalipwa, Davido kalipwa.
think itakuwa mara ya pili kama sikosei kufanya Davido show Tanzania, au sio? 2018 pia alifanya show nadhani. Lakini utofauti umeonea wapi wa mwaka ambao umepita Davido kufanya show na show hii ambayo imepita ya Castorite, namna ya utofauti ambapo imeperform, lakini pia mipangilio namna ilivyopangilia watu wanajiuliza sana, pengine Davido tuliokuwa tunamtegemea auwe kwenye performance so yule. Nitakwambia kitu kimoja, wengi walikuwa wanategemea auwe kwa namna ambavyo wao wanataka auwe, pengine walitarajia kusikiliza Tanzania tu Lagos skeleu, pengine walitarajia kusikiliza ngoma zilizofanya na wasanii wa Tanzania, labda unanielewa, labda pengine walitegemea kusikiliza ole ole wimbo wa Davido na Daina Nyange, labda pengine walitarajia kusikiliza kata leta labda Davido na Juma King, unaelewa. Nadhani hao labda ndo waliona kama show haikuwa noma, na wengi nadhani hawakuwepo kwenye show. Kwa yote ambaye aliona show sio noma, naamini either alikuwa nyumbani anasikia tu maeneo yakayo pale anasikia sauti, au alikuwa home kwenye simu anaangalia updates, baadhi ya video clip mwanangu au ukirekodi hapo ukipost Insta story anaona, afu akikutana na hizo clip anakutana na wimbo ambao yeye hujui. Kwa hiyo show gani ili mmoja kukutana na Maandamano remix, mmoja kukutana na Skeleu na vitu kama hivyo. Kwa point ni kwamba kwa yeyote ambaye alifika pale aliona energy na unyama wa show. Umeniambia nini ambacho nakiona tofauti kwa Davido mara ya kwanza na sasa hivi? Kitu cha kwanza ninachokiona ni growth, ukuaji. Wale wa Davido amekuwa kinoma, sio tena msanii wa Afrika, ni global star, ni msanii wa dunia. Nitakwambia kitu kimoja, Davido amefanya show masaa 2 straight back to back, energy iko pale pale, unyama uko pale pale, sio benelewa. Kitu kikubwa ambacho nadhani watu wanabidi wajifunze ni alichokifanya Davido. Davido yupo kwenye tour ya album yake, 5 album tour, na kwenye performance pale ameperform hit song ambazo unazijua, lakini kama ngoma 4 hivi 5 zinatoka kwenye album yake. Inawezekana wewe usijui, lakini kuna watu wanazijua. Yeye kuperform pale anafanya promotion ya album. Tour anayoifanya sasa hivi duniani sio kwa sababu ya number 1 remix kaka na Diamond, sio kwa sababu ya Fear au ya Fire, sio kwa sababu ya Risk sio ngoma zake kubwa zilizopita. No, anafanya show hii tour kwa ajili ya kupromote album yake mpya. Ndio maana tour yake anaosafiri duniani inaitwa 5 album world tour. Umeelewa? Maana yake ni kwamba ana uwezo kuja kwenye show asiperform ngoma yake ya zamani, hata hii akaperform ngoma za kwenye album tu, kwa sababu ndio promote. Ile jamaa aliona no, anajua ana day one fans kutoka Tanzania, ndio maana alianza kuperform wimbo wake wa kwanza kwenye maisha yake ya muziki Davido. Unakumbuka? Ubendelea, unajua maana yake? Hiyo, you don't just perform your first song ukienda kwenye nchi ambayo sio kwenu, unless ujue hiyo nchi unayoenda una mashabiki wako day one kindakindaki wanaokujua wewe. Ni sasa leo hii Alikiba au Diamond ambaye tunamsema aende Nigeria kuperform, unataka ataperform ngoma gani? Na Nigeria ambao zimeenda asapata picha Diamond anaenda leo Nigeria afanya perform, nenda akamwambie wimbo wa kwanza. Sio, umeelewa? Kwa sababu unaona mashabiki hawajui. Ila vipi kama akiperform yofu akiimba kwa pofu kabisa? Alichokifanya Davido, alikifanya hivyo kwa sababu anajua kuna madai wana fans na mashabiki wake wa kwanza kabisa toka miaka hiyo, ndio maana akaperform zile ngoma. Lakini uzuri zaidi ni elimu aliyotoa kwa wasanii. Ukiwa na tour, ukiwa na album, ukifanyia tour, hakikisha kwenye show zako, hata kama usiperform ngoma zote za album, chagua hata ngoma zako 3, kwa sababu unaperform unaenda kufanya promotion. Kesho mtu atarudi kwenye album, streams zitapanda, hela itaongezeka na kila kitu kitakuwa on point. Ndio maana akamaliza na wimbo unaitwa With You na Omale. Unajua ule wimbo unatoka wapi? Kwenye album. Bwana, asante sana kwa muda wako, umezungumza vitu vingi sana. Nilikuwa na Tony 16 namba, akiwa ni moja kati ya watu ambao pia walihusika katika performance ya Davido katika show, au sio bwana? Vitu